Sawa, bana Baumedia bado tunaendelea kukuhabarisha siri mbalimbali ambazo zinaendelea kufichuka katika siasa za Tanzania. Leo bana ni kuhabarisha kwamba kuna siri imefichuka, kumbe huyu ndo kada wa Chadema anayechochea maandamano kuhusu Tundu Lissu kutoka gerezani. Ni nani? Ambatana na mimi mpaka tamati tuweze kufahamu kwa kina kabisa. Makamu mwenyekiti wa Chadema Tanganyika John Heche ametoa wito kwa Watanzania kuungana katika harakati za kudai katiba mpya, akisema kwamba mfumo wa sasa wa kikatiba unaipa mamlaka makubwa mno ofisi ya rais na hivyo kuathiri misingi ya uwajibikaji, usawa na utawala bora nchini. Akizungumza katika mkutano wa hadhara ambao ulifanyika wilayani Nachingwea mkoani Lindi Juni 18, Heche alisema kuwa mabadiliko ya katiba ni jambo muhimu sana kwa mustakabali wa demokrasia ya Tanzania na kwamba wananchi wanapaswa kushiriki kikamilifu katika kudai mfumo utakaolinda haki za wote bila ubaguzi. Na kwa mujibu wa kiongozi huyo pia wa upinzani, katiba mpya itasaidia kujenga mfumo wa uongozi wenye mizania ya madaraka na kuongeza uwajibikaji kwa viongozi wa umma. Na anasema kwamba baadhi ya changamoto zinazojitokeza katika utendaji wa taasisi mbalimbali zinatokana na mfumo wa sasa ambao kwa maoni yake unahitaji maboresho makubwa sana. Na mambo kama hayo. Lakini katika mkutano huo pia Heche alizungumzia swala la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, akitaka aachiwe huru na kurejea katika shughuli zake za kisiasa, na anasema kwamba chama hicho kinaamini kuwa Lissu hana hatia katika tuhuma zinazomkabili na kwamba anapaswa kupewa haki zake kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi. Kauli hiyo ilipokelewa kwa shangwe kutoka kwa baadhi ya wananchi waliohudhuria mkutano huo, huku wengine wakionyesha hamasa ya kuendelea kushiriki katika mijadala ya kisiasa inayohusu mustakabali wa taifa. Heche alisema Chadema itaendelea kutumia njia za kidemokrasia kushinikiza mabadiliko ya kisiasa na kikatiba, akisisitiza kuwa lengo lao ni kuona Tanzania inakuwa na mfumo unaozingatia haki, usawa na ushirikishwaji wa wananchi katika maamuzi muhimu ya kitaifa. Aidha, alieleza kuwa ikiwa sauti za wananchi kuhusu hitaji la katiba mpya hazitasikilizwa, basi chama hicho kitatafakari hatua nyingine za kidemokrasia, ikiwemo kuhamasisha maandamano ya amani kwa mujibu wa sheria za nchi ili kuendelea kusukuma mbele ajenda hiyo. Mkutano huu ni sehemu ya ziara ya viongozi wa Chadema katika kanda ya kusini kupitia kampeni ya operesheni katiba mpya inayolenga kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa marekebisho ya mfumo wa kisiasa na kikatiba nchini. Kadiri mjadala wa kikatiba na katiba mpya unavyoendelea kushika kasi katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, kauli za viongozi wa kisiasa kutoka pande tofauti zimeendelea kuibua mijadala kuhusu namna bora ya kuimarisha demokrasia, kulinda haki za wananchi na kujenga taasisi imara za utawala kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Ni tamati mtazamaji. Moja kwa moja ukiwa na maoni kuhusiana na masuala ya siasa kama haya, unaweza kuandika kupitia jukwaa la Baumedia, tutaangazia wakati mwingine.